Na mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, baada ya dabi kutamatika, ngao ya jamii Young Africans kutoa ngao yake ya 10 na Simba kubakia na ngao ya 7 katika michuano ya ngao ya jamii kuelekea kufungua panzia kuu la ligi kuu Tanzania bara. Mimi ni Humphrey Kamel, mbele yako ni mzee wa Black and White Lugano. Izele kaka, kwema? Kwema, mambo vipi? Safi, habari ya mchana. Mungu ni mwema, ni jambo la kumshukuru Mungu kuhai. Mimi nasemaga kila siku, yani ukiamka ukiwa mzima mpe Mungu tukufu, kwa sababu kuna wengine ambao waitamani kufikia siku kama ya leo lakini ameshindwa kuwa hivyo. Kwao niko sawa. Tuanze kuzungumzia mchezo wa jana wa dabi ambao ulikuwa la kwenda kufungua panzia rasmi ligi kuu Tanzania bara. Tumeviona vikosi vyote viwili vya timu zote mbili, Young Africans, Simba Sports Club. Mchezo ulikuwa mchezo wa aina gani kwanza? Tukianzia hapo kimbinu kwa walimu wote wawili, Mangoba Ngniti pamoja na Steve Barker. Yeah, of course ulikuwa ni mchezo ambao kabla ya mchezo wenyewe mimi binafsi nilikuwa naona Simba angekuwa na advantage kubwa ya kushinda ule mchezo. Lakini mambo yakabadilika kwenye pitch kwa sababu ya namna ambavyo Simba walikuwa wameapproach mchezo wenyewe. Wakati mchezo unaanza dakika 20 za kipindi cha kwanza, Simba walionekana kuwa bora hasa katika umiliki wa mpira wenyewe kwenye possession. Lakini mambo alivyozidi kwenda, Yanga wakaanza kugundua madhaifu ya Simba na jinsi ya ku outshine Simba katika eneo la kiungo. Mdathiri Yahya yuko pale, Duke Abuya yuko pale, Maxim pia Mzengeli, akiwepo kina Albert Kangwanda, wote katika eneo la midfield walikuwa wanatengeneza kitu ambacho Simba walishindwa kukiendo. Combination pass, uharaka wa matukio, na kuna wakati Simba walikuwa wao wakiwa na umiliki mpira. Sawa, Yanga wanaenda kupress kwa haraka, kutafuta recovery ya haraka sana kwenye ule mchezo. Kama utakuwa unaona kuna wakati Yanga alikuwa akipoteza mpira, namna ya kwenda kuchukua mpira ulikuwa unachukua sekunde chache sana unarudisha kwenye miguu ya Simba. Wakipoteza mpira ile pressing yao ya kwenda kupokonya kurudisha mpira kwenye miliki yao, Yanga walikuwa wana uwezo mkubwa sana. Ndio kicho ambacho kiliwashinda Simba. Waliumiliki mpira wakati Yanga hawajakuwa na hawajaamka. Lakini baada ya kuamka kwenda kukimbia haraka kwenye matukio ya Simba akajikuta kila wakiandaa mazingira ya kutengeneza mashambulizi wanashindwa. Na kuna kipindi walikuwa wanatengeneza mpango Simba wa kwenda kushambulia. Kibaya sana walikuwa wanachelewa, wengi walikuwa wanachelewa kwenda kuongeza namba ya kwenda kuongeza namba ya wachezaji. Kuna inaitwa overloaded ya wachezaji wa Simba. Na unaweza kawaelewa kitu ambacho kilikuwa wanakiogopa Simba ni mfano ukiangalia upande wa ushambuliaji kutokea kushoto, Hussein Zakwani, upande wa kulia unakutana na Albert Kangwanda, sawa? Mbele kabisa kwenye eneo la ushambuliaji unakutana na Peter Shalulile Shishiman. Alafu nyuma yake unakutana na yupo Mdathiri Yahya, alafu yupo Maxim pia Mzengeli. Spidi za ukimbiaji wale watu na kuweza kuwafikia matukio ilikuwa sio rahisi. Pale Simba enda kushambulia kuongeza namba kutoka eneo la ulinzi, ambao mara nyingi timu zikiwa ni dhaifu zile unaweza kukuta labda Mamnyeto au Baka kasogea mbele zaidi kuacha egepo kuongeza namba, lakini wakati mwingine unakutana labda nazungumzia sasa kwa Simba. Kwa upande wa Simba unakutana Rushan Daruk au Ture. Sawa? Wakasogea kwenye eneo la midfield. Wakati midfield anasogea kuongeza kwenye eneo la kiungo wakati mpira una move, ili kuongeza namba ya wachezaji wa kushambulia, kwa sababu namba 8 anaenda kuingia kwenye eneo labda box, kuna mtu mwingine anakaa pale kama midfield na vitu kama hivyo. Sasa kwenye transition zao zilikuwa zinakwama kwa sababu ya ukubwa wa watu ambao walikuwepo kwenye eneo lao. Kwa sababu ukimwangalia Diruk, akimwangalia Shalulile, ukimwachia gap kidogo Shalulile anakuadhibu. Utapanda vipi yani mbele? Ukimwangalia Kagoma anatakiwa kuheshimu sana mtu kama Maxim pia na Mdathiri. Mikimbio wa Mdathiri ni hatari sana, hasa timu inapokimbilia kwenye eneo la kushambulia. Huwa ana mikimbio ya kuchelewa kufika eneo. Ile mikimbio mtu anayepiga vipas uwe nakutanaga sana na Mdathiri. Na Mdathiri ndipo ambaye amekuwa ana ubora sana kwenye mipira
delayed pass zile ambazo zinakuwa zinaelekea kwenye box. Kwa hiyo kuna mazingira fulani Simba baada ya kumiliki, Yanga wakagundua hawa watu hawezi kusogea tena mbele kwa kiwango kikubwa, wana hofu ya huko nyuma, ukiacha magepu kwenye zile corridor kuna watu kama kina Kangwanda, kuna kama kina Zakwan wakapita huko, zikawa wakati ambapo labda anakuwa ameshapanda upande wa kulia, labda Duchu kasogea mbele, lakini upande wa kushoto Kibabage kasogea mbele, ile eneo la huko chini sawa, unalilinda vipi? Na wanapoongea mbele manake ndo maana kwambiaje, kuna wakati walikuwa kisogea mbele, unakuta Kagoma, kuna baadhi ya mechi unakuta Kagoma naye kasogea kwenye eneo la juu kabisa kule kwa ajili ya kuongeza namba, lakini unajikuta kwenye huu mchezo jinsi ambao walikuwa naogopa Simba ni kuwaheshimu wale wachezaji, huoni namba ya wachezaji wakienda kuongeza namba kule mbele. Lakini kitu ambacho kilifanya ile game iwe dormant upande wa Simba ni namba 9. Kuna faida ya kukaa na namba 6 standing striker, sawa, na kukaa na mobile striker pia. Kuna utofauti. Mobile ni yule ambaye huwa anakuwa ana move kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine, yani anajaribu kufanya link up dhidi ya wachezaji wake ndani. Kwa hiyo ukimwangalia Doumbia alichokuwa anakifanya, Doumbia yeye alikuwa mikimbio yake sio ya kulinki na timu kama midfield. Mfano mzuri, mtu ambaye alikuwa anasaidia sana timu, mfano Dube ni namba 9, lakini alikuwa anarudi, unaweza kumuona kama force number 9, kwa sababu anakuja kulinki kama kiungo chini inapokuwa inatengeneza mashambulizi. Akishaachia mipira pembeni, anaingia kwenye box kuitaka sasa kama namba 9 yenyewe. Sasa kilikuwa kinakosekana kwa Doumbia kwenye kulinki na timu, kwa sababu timu yenyewe huku chini inashindwa kusogeza mashambulizi kuongeza namba ya wachezaji. Kwa unajikuta upande wa kulia kuna Libasegeye, kushoto kuna Anseti Aura, sawa. Labda tuchukulie labda upande wa kushoto ndio umepanda na upande wa kulia una support kupanda kwao, kwa sababu huwezi kukaa shepu moja. Timu inapopanda inapanda, mabeki na wanapanda, na huku wanapanda katika eneo dogo ambalo unachukua tahadhari. Sasa wale sio wanashambulia. Sasa mtu wa katikati ambaye ni kiungo, inawezekana na namba 6 akaongeza gepu la kusogea kwenye eneo la kuongeza namba, wakati namba 8 anasogea kushambulia, manake yule Jabal tayari hata Kagoma anakuwa yuko karibu kuongeza mashambulizi. Sasa unakuta distance kati ya Kagoma Jabal ni mbali sana. Kwa hata ukipiga pasi ikimfikia kiungo labda ni Chama anakuwa ajui ampasie nani, kwa sababu watu wako mbali. Umbali wao maana unaweza kusema Simba waligawanya kati ya washambuliaji na mabeki. Pale katikati palishindwa kufanya kazi vizuri. Kwa mtu ambaye mwenye fili ya mpira miguu atakuwa anaelewa. Muunganiko kutoka eneo la ulinzi, kiungo na ushambuliaji ilikuwa haijafanya kazi vizuri. Lakini kuna kitu ambacho Simba kilikuwa kimewapa shida sana. Hasa wachezaji, kwa sababu pia wanahitaji kuzoeana. Jinsi ambavyo walikuwa wanacheza katika michezo iliyopita, Simba walikuwa wapigi sana mipira ya juu, zile cross. Sasa mchezaji ambaye yuko kule kama standing striker, sawa, kama mshambuliaji, anakuwa bora sana kwenye mipira ya juu. Kama utakuwa unaona kuna mipira mingi Libasegeye kapiga mipira ya juu kumfikia nani? Doumbia. Kwa hiyo walikuwa lazimika wacheze ile mipira, kwa sababu wanaona huyu mtu anaweza kaa yuko juu mzuri sana akiwa hewani, lakini chini yani uwezo wa kupokea mipira ni mzito. Na kwenye mpira wa miguu wanakuambia first touch it determine second touch au second decision, kwa sababu unaweza kupokea mpira, maamuzi yako yataamua mpira uende kwa mtu mwingine au maamuzi yako yaende kufanya maamuzi yaliyo sahihi ambayo unataka kuyafanya. Umeelewa? Sasa wakiona kwamba tukimpasia kwenye miguu mpira utapotea, tunafanyaje? Kule juu akiwa kwenye nafasi tumpasie mipira kama mingapi hivi, yote haikuwa sahihi. Na Simba mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza kinamalizika walikuwa hawana on target na wana off target. Unajua kwa nini? Kwa sababu uwezo wa muda huu ambao walikuwa na miliki mpira, walikuwa na miliki katika eneo lao ambalo halina madhara kwa timu pinzani na halina madhara kwenda kufanya attempt kubwa ambazo zakafanya mkatengeneza nafasi. Umeelewa? Sasa
angalia mpaka dakika kama ya 95 hivi walivyomwingiza Morris Abraham, walimuingiza pia na Bakari Msimu kutoka Coast, walivyomwingiza kuna changes ambazo zianza kuonekana, umeelewa? Movement za Morris Abraham zikaisaidia Simba kwa sababu ya speed and accuracy, mikimbio ambayo alikuwa anapita na usahihi wa matendo. Amechukua mpira kaacha sehemu, alafu wakati unaocha mpira unaomba nafasi ya kuhitaji wakati huo huo, manake alikuwa anaziba baadhi ya magepu ya baadhi ya wachezaji ambao wanadirei kufikia mipira. Kumbuka alivyofika tu touch ya kwanza, ya pili, ya tatu likataka kusababishwa goli. Ya pili ya ngapi Msimu anapiga shuti ambalo lilimkutana na Baka kwenye mguu, akaliongeza safari ambao kwa maana ya aliublock ule mpira, lakini bado kaendelea na safari ambao bado ulikuwa na effect ambao ungeingia ndani, akaenda kupangua Djigui Diarra, ukawa ndio kuwa kona. Kwa hiyo mpaka dakika 90 zinamalizika, on target zimeenda kupatikana mara baada ya kuingia Morris Abraham, Bakari Msimu, walienda kufanya attempt ambazo zilifanyika vile. Mwalimu Steven Becker alichelewa kufanya maamuzi ya kumtoa Doumbia kwa kipindi cha kwanza, kwa sababu alimtoa second half akuingia kabisa, si ndio? Dakika kama 30 hivi alivyopata kwamba ameshindwa kupata kitu kilicho bora kwa mchezaji, angefanya maamuzi ya kumuingiza Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini pia sometimes tunasemaga kwamba wachezaji pia na siku zao. Hata Elie Mpanzu badala hata alivyoingia bado hakuwa na moment nzuri, kwa sababu bado ile eneo la katikati likashindwa kufanya nini, cooperate. Lakini Mpanzu sijui kwa nini alianza kukaa juu. Nadhani alikuwa maelekezo ya mwalimu ambao pia alimwathiri. Lakini mwalimu angeelekeza kwamba Mpanzu, nataka uende ukailinki timu kuanzia chini, kuongeza namba ya kutengeneza, maana yake si anakuwa katikati, yeye aingie ndani kama kiungo, ila mipira inapokuwa na flow katika eneo la ushambuliaji lazima tafute, ajue kama mimi ni mshambuliaji wa mwisho, ajiposition kwenye eneo la kwenda kufunga, umeelewa? Kurahisisha mipira ambayo inatoka pembeni imkute yuko tayari pale. Nadhani ingemsaidia, lakini Mpanzu akaanza kukaa pembeni kule juu bila kushuka chini, kitu ambacho pia kiliendelea kubakia kama ilivyo kwa Mpanzu ikawa hivyo kwa nani, kama ilivyo kwa Doumbia ikawa hivyo kwa Mpanzu. Nadhani ni maelekezo tu, lakini mimi nilitarajia kwamba Simba ndo walikuwa na stahili kuwa bora kwenye ule mchezo kuliko Yanga. Yanga alikuwa na mabadiliko ya wachezaji takribani watatu. Ya, walikuwa watatu. Simba alikuwa mabadiliko ya mchezaji huyu mmoja. Manake kikosi cha timu walikuwa wawili. Duchu kwa sababu alikuwepo kwenye season iliyopita, kwenye msimu. Timu ya Simba ya ushindi, 80% ya timu ya ushindi ya Simba ilikuwepo uwanjani. Yanga ilikuwa ni 70%. Na ukiangalia moment ambazo Simba walikuwa nazo msimu uliopita, ilikuwa na hapa sana credit. Lakini walikuja kuwa down sana. Sijui working spirit pia ya wachezaji wa Simba sikuielewa. Unajua working spirit ambayo ilikuja kuongeza Morris Abraham ilikuja kutofautisha kwamba kama kingekuwa kinafanyika hiki muda mrefu Simba angepata goli. Si unaelewa? Morris Abraham alikimbia mikimbio kama mitatu kama sikosei, ambayo yeye mwenyewe alikuwa alianzisha kudrive mipira. Kama hivyo ingefanyika, au kama ingekuwa ndo Morris Abraham ameanzisha muda mrefu kama dakika kama labda hata 15 kabla, inawezekana Yanga wangeoshaona hapa sasa kuna kirusi kimeingia hapa, lazima tujipange vizuri. So lakini ni sehemu ya game ambalo naamini Simba kutoka pale wanatakiwa kwenda kulifanya jambo. Eneo la ushambuliaji Simba wanatakiwa kuleta mchezaji ambaye ana quality ya juu. Sawa, taarifa ambazo nimezipata kwamba anaenda kwa maana ya Ismail Mgunda anaenda kuingia ndani ya Simba. Ni mchezaji mzuri sana Ismail. Wengi watazungumzia namba, msimu uliopita kwa namba nzuri kwa sababu ya majeraha. Lakini Simba kama atakuwa wamempata Mgunda katika ubora wake ule na akaepushwa, Mungu akamwepushia Mgunda sio na majeraha, Mgunda anaweza kuwa ni bora sana kuliko Doumbia, lakini kuliko hata Sulemani Mwalimu kwenye ubora wa mchezaji ambaye yuko katika eneo la ushambuliaji, link up ya timu, maamuzi na uthubutu. Sawa. Ismail
Mgunda ni mtu ambaye anaweza kapiga kutoka from the distance, si ndio? From the distance anaweza kapiga mashuti, anaweza kudrive mpira kwenye uwezo wa kumiliki mwenyewe, sawa. Lakini pia ni mtu ambaye ana nguvu ambazo pia kama akiutumia mwili wake vizuri kwenye wanaita zile tough, sio tough movement, mapambano ya kimwili, inawezekana akawa na uwezo wa kunufaika nayo sana. Mipira ya juu, mipira ya chini, unataka kwenda kushinda, umempa mtu ubapa, unamsogeza pembeni, shoulder zile, unataka kuingia na mpira, anaweza akashinda kwenye maeneo yale. Kwa hiyo Simba amempata mchezaji ambaye ni kumwombea tu majeraha yasije akatokea, kwa sababu majeraha ni kama ilivyo kwa binadamu, kifo ukipangi kwamba kinaweza katokea. Kwa hiyo mimi naamini kwa kupitia Mgunda, Ismail Mgunda, Simba wanaweza kanufaika sana, na Mgunda anaweza kasheni sana kiwepo Simba kama atapata watu wa kumtengenezea ile mechi. Kama angekuwa Mgunda kwenye link up na uwezo wako kumiliki mpira, maana alikuwa anaongezeka kama kiungo kiunguko wa ushambuliaji. Mpira unapokuwa unasogea mbele, anauachia, anaenda moja kwa moja kufanya nini? Kutafuta nafasi ya kufunga. Kwa hiyo nadhani Mgunda baadaye anawezekana akaimbwa sana ndani ya Simba. Lakini taarifa zinaeleza kwamba baada ya mchezo huo Simba wameanza kuattempt kwa Les Egadi Congo kwa striker Talas mwenye umri wa miaka 20 kuja kuchukua nafasi ya eneo la mshambuliaji. Hawakulizika na performance ya Ibrahim Dumbia, wanatamani kwenda kumtoa mbuzi wa kafara Ino Jospin Luemba. Taarifa hizi zimekufikia Lugano Israel? Ya, taarifa za kuondoka kwa Luemba ziko nyingi sana, na mimi nadhani Simba waamue tu, kwa sababu haya maamuzi sio ya kumfurahisha mtu, ni maamuzi ya kuijenga klabu yao. Luemba nadhani kwenye quality, mimi nisha kuwaoji baadhi ya maswali watu. Swali moja tu. Hivi unafikiri uwezo wa Luemba, wachezaji wa humu ndani hawapo? Yaani Luemba ana ukubwa na uwezo wake ambao tunaweza kusema hakuna mchezaji wa humu ndani anaweza amfikii. Ana quality ya hiyo potential tofauti. Kama kuna wachezaji humu ndani anashabiana nao au wana uwezo sawa au amemzidi, hastahili kuwepo pale. Luemba na Morris Abraham unaenda na nani? Morris Abraham. Maana yake hastahili kubakia pale. Kwa hiyo natakiwa wakachukue Simba waachane na Luemba, wakamchukue mtu zaidi ya nani? Ya Luemba. Hata hiyo eneo la ushambuliaji, lakini natakiwa mtu kazi kweli ambaye yani Morris Abraham sometimes akikaa nje anasema kweli huyu mtu kweli mtu. Sio kwa sababu mchezaji wa kigeni kaletwa na mwekezaji inatakiwa acheze tu, lakini Morris Abraham ana uwezo mkubwa kuliko Luemba. Umeona kitu alichokifanya Morris Abraham? Kama angeaminiwa muda mrefu, maana yake ni kwamba angeenda kufanya kitu kikubwa sana. Huyo Luemba huyo. Kuna mtu anaitwa Kibaila. Anaitwa nani Kibaila? Yule dogo. Kibaila. Yule dogo ana uwezo mkubwa sana yule dogo. Inawezekana usimwamini kwa sababu mdogo na experience, lakini Kibaila kama akipewa kuaminiwa, Luemba wanaweza kawa hivi au yeye Kibaila kawa yuko juu. Na sio kwamba Luemba anamzidi Kibaila. Uzoefu labda Luemba anaweza kumzidi. Kwa hiyo mimi binafsi Simba wakatafute mshambuliaji wa maana mwingine. Mtu ambaye wataenda kusaidiana na Mgunda. Dumbia tunatakiwa kumpa muda kwa sababu kushatokea akawepo mshambuliaji ambaye ni Ateba, akawepo Mkwara, akawepo mwingine nani? Kibu Dennis pia alikuwa mshambuliaji ambaye pia anatokea pembeni. So far alikuwa anatumika pia kama winga wakati mwingine. Kwa ni winga mshambuliaji, lakini kulikuwepo na Mashaka pia alikuwa katika eneo la ushambuliaji. Na mwingine alikuwa ni nani? Sulemani Mwalimu naye alikuja baadaye akaingia wakati hao baadhi wanaingia nao. Umeelewa? Kwa hiyo nataka kusema nini? Eneo la ushambuliaji wawe na option hizi 3. Huyo wakihitaji mipira ya juu wanajua yupo nani? Dumbia. Wakijua kuna mtu tunataka kulinki naye, mtu mwenye maamuzi ya kufanya vitu vikubwa, yupo nani? Ismail Mgunda. Tunataka mtu ambaye yuko zaidi ya hao. Tunataka sasa hii game tunaenda kucheza na Ahali, tunaenda kucheza na nani na labda na Mamelodi Sundowns, tunaenda kucheza na timu gani yenye masozi kubwa. Bwana ingia katumalizie swala. Huyo ndo anatakiwa Simba wakapasuke wa msajili. Kama ikitokea amempata Talas wa Igedi Congo, watakuwa wametibu eneo la ushambuliaji Simba? Shida yangu ni kwamba tumemwona kwa sababu kafunga magoli mawili wakati wanacheza na Young Africans kwenye siku ya Yanga Day. Sawa. Shida nakuja, wamemwangalia ni mchezaji ambaye kweli anakidhi au watu wanaenda kuchukua kwa sababu ya magoli yale mawili? Mimi sijamfuatilia kusema ukweli.
tuangalie kwenye rekodi zake, lakini tuangalie ni michezo gani kacheza, lakini ubora wake ukoje. Kama kwenye ligi ya mabingwa, kwa sababu Igor Congo washacheza kwenye ligi ya mabingwa msimu uliopita, alikuwepo, alifanya nini? Sio anakuja tena unakutana na Ismail Mgunda ni bora kuliko Taras mwenyewe. Manake itakuwa kama ni kutwanga. Wakachukue mtu ambaye ni potential, mtu ambaye unaenda kumchukua sehemu, unajua hiki nikikiweka hapa labda ni majeraha tu, sio unaanza kubahatisha kwamba kwa sababu kaifunga Yanga kwenye siku ya Mwananchi basi atakuwa bora. Ana ubora huo, si unanielewa vizuri? Kwa Simba anajaribu la kwenda, wana jambo la kwenda kuamua na kupushi mambo yaende sawa. Kwa nini ungekuwa upande wa Simba ungewashauri kachukue striker wa aina gani hasa ambaye unamwona yuko sokoni kwa sasa nje ya mipaka ya Tanzania pamoja na ndani ya Tanzania? Kwa Tanzania Ismail Mgunda, nje ya mipaka Tanzania. Mimi ningekuwa Simba kwa masozi ambao wako nazo, wanatakiwa wakamtoe mchezaji ambaye kasha prove, iwe kwenye timu yoyote au ameprove, na mnajua style play yenu ikoje, ataofa nini. Mfano Simba ni watu wa lunyasi, kutembeza mipira ya chini kwenye kushambulia, mipira ya juu inatokea mara chache, si ndio? Wakamtafute mtu ambaye ana uwezo wa kudribble, uwezo wa kuamua. Of course wamempata Ismail Mgunda. Mimi sina shida na Ismail Mgunda. Watu wanaofuatilia mpira miguu Ismail Mgunda wanamfahamu. Kwa mimi sina shida na Ismail Mgunda. Shida watakapoenda kumchukua mwingine wahakikishe, je, huyo mchezaji ana quality ya aina hiyo? Kwa hiyo mimi ukiniambia kuhusiana na Simba na ndakwambia kwamba wana jambo la kufanya. Wao wakajiridhishe kwa siku 3 zilizobakia hizo hela ambazo ziko benki wazihamishe kutoka benki waziweke kwenye nini? Kwenye mfuko wa shati. Mfuko wa shati unaamua chochote, unataka kanyaga maandazi ukafanya nini? Fanya maamuzi ya haraka. Usisubirie mtu mwingine aje kuamlie mambo yako. Basi ndugu yangu, kutakia mchana mwema na siku njema. Asante sana. Shukrani sana. Poa.